Naam, karibu sana mfuatiliaji wa Tiki TV popote pale ulipo basi ndani na nje ya Tanzania. Basi hii ni Tiki TV. Basi kama unavyokumbuka mwanzoni niliwaletea video ya Margaret Nduta Macharia, mwanamama huyo wa pale nchini Kenya, kuhusiana na sakata lake la kukamatwa nchini Vietnam kwa kosa la madawa kulevya. In short ni kwamba kuhusiana na brief story ya Margaret Nduta ni kuhusiana na ni binti mwenye umri wa miaka 37 kutoka Murang'a, Kenya, aliyekamatwa Julai 2023 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Sang Hat mjini Ho Chi Minh huko Vietnam, akiwa na kilo 2 za cocaine zilizofichwa kwenye begi lake. Alisema kuwa alilipwa dola 1,300 na mtu anayejulikana kama John nchini Kenya ili kusafirisha begi hilo kwenda Laos, na kudai kuwa hakuwa na ufahamu kuhusu yaliomo ndani ya begi hilo. Mahakama ya Vietnam ilimpata na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya na kumhukumu adhabu ya kifo mnamo Machi 6 mwaka 2025. Vietnam inajulikana kwa sheria zake kali dhidi ya dawa za kulevya, ambapo kukamatwa na zaidi ya gramu 600 za heroin au cocaine kunaweza kusababisha adhabu ya kifo. Familia ya Nduta imekuwa ikiomba msaada kutoka katika serikali ya Kenya ili kuokoa maisha yake. Mama yake Purity Wangari ametoa wito kwa Rais William Ruto na viongozi wengine kuingilia kati ili binti yake arudishwe kwenye kutumikia kifungo chake. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imekuwa ikifanya juhudi za kidiplomasia kuomba msamaha au kusitishwa kwa adhabu ya kifo dhidi ya Nduta. Mnamo Machi 18, 2025 iliripotiwa kuwa juhudi hizi zilifanikiwa kusitisha kwa muda utekelezaji huo wa adhabu hiyo, na familia yake iliandaa maombi ya shukrani huku wakiendelea kuomba serikali kuongeza juhudi za kumrejesha nyumbani. Hata hivyo, bado haijajulikana ni lini au ni kama Nduta atarejeshwa Kenya, na familia yake inaendelea kushikilia matumaini wakati wa mazungumzo ya kidiplomasia yakiendelea. Basi familia ya Margaret Nduta yaendelea kuomba msaada. Mfuatiliaji wa Tiki TV, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kwanza kupata habari zetu zote. Basi kuna baadhi ya mashuhuda au kuna baadhi ya wasamaria wema ambao wanazidi kulia na kumwombea Margaret Nduta Macharia kutoka salama pale Vietnam na kuja kuitumikia familia yake. Basi nimewekea baadhi ya clip ambazo ziko mbele ya hii audio. Jina langu naitwa Sales Nicodemus. Mimi leo nataka nipongeze mtukufu Rais Dr. William Samoei Ruto. William Ruto jana alionyesha kuwa yeye ndiye baba wa taifa, yeye ni mzazi, na yeye ndio commander in chief of this nation. Imagine, niliona watu wameanza kuongea historia ya huyu msichana anaitwa Nduta mwenye alikuwa nyongwe huko Vietnam. Niliona stories zimeenea, watu wakaanza kusema because Ruto ako na damu ya Gen Z kwa mikono yake haiwezi saidia Nduta. Ngoja niwaambie, it was not late until wakati Ruto alimeka call kuongea na president wa Vietnam kuwa wa hold hiyo kinyongo ambayo ilikuwa wamnyonge yule msichana kule Vietnam. Na watu umekuwa mkielezewa sana wa Kenya, please, ukitaka kwenda majuu achana na stories za maagents. Maagents wanawapeleka, ndio maana mnateswa na mateso zingine mbaya ambayo hata tuwezi ongelelea hapa kwa kamera, hapa online. Tafadhalini, fata njia sahihi, njia yenye iko na uhalali, uwazi. Unapoenda kule nje ujue unaenda wapi na kufanya kazi gani. Sahi waziri ambaye amesimamia mambo za nchi za kigeni ama immigration
Mheshimiwa Mutua, Alfred Mutua. Sasa anapeleka maelfu ya Wakenya nje na wanaenda UK, Canada, huko Qatar, Dubai kufanya kazi ambazo zinajulikana. Unaenda una sign contract kama miezi miwili, kama miaka miwili ama mitatu, ikiisha unarudi kwenu, una sign tena ukitaka unarudi. But hii mambo ya agents tafadhalini. Sasa msichana ametoka Kenya, ilikuwa ende Saudi Arabia. Akaambiwa no, vile amefika JKIA juu akawa na fly, ati sasa utaenda Saudi Arabia, utaenda Vietnam. But lazima upitie Ethiopia. Juu ukifly kwenda Vietnam, kwa wale ambao mjasafiri, si mmoja tumeenda huko na tukarudi. Mimi ndo nilienda huko next after Rambo. Rambo alikuwa Vietnam, then mimi nikakuwa wa pili, Mkenya wa pili kwenda Vietnam. Now, ukienda Vietnam lazima upite Ethiopia. Hiyo ilikuwa ni jokes, usijali. Ukienda Vietnam lazima upite Ethiopia. Ndio connect na ndege ya kwenda Vietnam. So ukifika pale Ethiopia akapewa kibagi kidogo tu, akaambiwa kwa yule jamaa ambaye anaenda kukupokea pale Vietnam, ukifika tafadhali mkabidhi hii bagi ndogo. Iweke kwenye pochi yako, ukifika ukishuka akikupokea umkabidhi mzigo, huu mzigo ni wake. Sasa msichana juu hajaiona cocaine nini, hajui madawa za kulevya na kazi kwao, wametoka kwa watu ukiangalia kwa ni mbali, wanatoka kwenye familia ambayo wako chini kiasi. Basi akaondoka. Kufika Vietnam kawaida inchi za kigeni, ukishuka kwenye ndege lazima unafanywa kitu inaitwanga search. Unaangaliwa umebeba nini, umeingia nini kwenye inchi hiyo. So wakati alienda kusajiwa akapatikana yako na kilo 2 za cocaine. Msichana alishtuka, hata juu cocaine nini, hajaiona macho yake. Hiyo ndio imefanya msichana akakuwa kwenye hii shida, ambapo alihukumiwa 2023 alihukumiwa last month tarehe 6 kuwa anaenda kunyongwa. Sasa juu turudi sasa kwa president. Wakenya wakaeko marumas, nini, rais hizi saidia msichana anaenda kunyongwa juu ni Mkikuyu, rais hizi simama na Mkikuyu. Ngoja niwaambie, kama kuna mtu ambaye hana ukabila hii Kenya ni Rais William Ruto. Alisimama kama mwanaume akasema huyu ni mtoto wetu, ni mtoto wa Kikenya, ana damu ya Kenya, lazima asimame naye. Akapiga call. Akaongea, akatuma PS Korir aongea na nchi hiyo, wakaongea, walipokea ujumbe wakasema basi wamehold mpaka mwezi wa 6. Kenya wa negotiate na wao jinsi msichana atarudi Kenya ahukumiwe huku Kenya. Unaona? So mimi nashukuru sana rais kusimama na huyu msichana. Rais hakuangalia msichana ni Mkikuyu, hakuangalia ni kabila gani ama anatoka wapi ama kuna damu gani. Rais aliangalia huyu ni Mkenya na kuna damu ya Kikenya na nafaa kujaliwa kama Mkenya. So those people ambao mnasema Ruto sijezi simama na watu kutoka mahali fulani, angalieni tayari chenye Ruto amefanya. Ndio mjue ninyi wenyewe ndio mko na ukabila nambari 1. This lady here was sentenced to death in Vietnam. Now, what was her offense? She was caught with a cocaine in the baggage that she used in entering the country. Now, this is what happened. She was promised a job abroad. And the agency that promised her the job told her that they will sponsor everything, that they are going to be traveling together. And she was happy. They told her that once she gets there and starts working, she will be paying gradually. She was happy and excited. Her family members wasn't even aware that she was traveling. Now, on that day of her traveling, the other partner that she was supposed to travel with delayed. And when the person eventually shows up, the person gave her a bag, telling her that she can no longer travel with her because there is some mist of documents in his own traveling luggage. She accepted, she took the bag, she was cleared in their airport, and she took off. On getting to Vietnam, she was searched, and that bag contains some cocaine. Now, they have sentenced her to death. This is a lesson. Even if you're in the airport, anywhere, and somebody was like, hold this bag for me, the person should carry that bag and go where they are going and come back. Even if they say, let me ease myself, carry that bag. Do not accept any luggage from anybody. Apart from the one that you packed with yourself, seeing what is inside, what it contains. Do not help anyone so you will not fall this kind.